Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu. Utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu, na hata milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Katika swala la maisha baada ya wokovu, tulikuwa tukiangalia mambo matatu ya msingi ambayo yanapatikana katika maisha ya wokovu. Tulisema jambo la kwanza ni kukuria wokovu. Unapoingia kwenye maisha ya wokovu, unaonyeshwa kama mtu aliyezaliwa na unaanza makuzi ya kujifunza vitu mbalimbali katika wokovu ili uweze kuishi na kuyaona makusudi na mapenzi ya Mungu, matakwa yake, tumaini lake na uwezo wake. Na baadaye tukaona jambo la pili ni muda wa kumuomba Mungu. Kwamba Mungu, tunapoingia kwenye wokovu ni lazima tuwe na lugha ya kuzungumza na yeye, kuongea naye katika mambo mbalimbali yanayotuhusu na tunayoweza kufanya kazi na yeye. Lakini jambo la tatu tunapaswa kuwaambia watu wengine juu ya wokovu wetu, juu ya maisha yetu, juu ya vile ambavyo sisi tumeokoka. Tunapaswa tuwaambie kwamba jamani, sisi tumeokoka. Mimi nimeokoka. Mimi nina wokovu katika maisha yangu. Na hii kwetu inatupatia muda wa kuishi na wokovu wetu mbele za watu, nyakati zote na vipindi vyote bila kupungukiwa. Na hata wakati unapata wokovu, bado kuna maelekezo yanayotuonyesha sisi kuwa tunapaswa kuhubiri baada ya wokovu, kumtangaza Kristo ili watu waweze kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Nakumbuka Paulo wakati akiwa mbele ya hakimu akaanza kutoa maelezo, na baadaye hakimu akamwambia, kwa maneno yako hayo unataka kunifanya mimi pia niwe Mkristo? Paulo akajibu hivi, sio wewe tu mheshimiwa hakimu, hata wote hawa wanaonisikiliza nataka wawe kama mimi. Bwana asifiwe. Yuko mbele ya hakimu anajieleza, lakini maelezo yake anayoyaeleza
Ni maelezo ya kuwafanya watu hawa waone thamani ya Kristo kwenye maisha yao. Biblia inatuhimiza vile. Hebu nisomee Warumi sura ya 1 na mstari wa 16. Inasemaje? Kama ipo. Mungu linasema, kwa maana sionei haya Injili, sionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminiye. Uweza wa Mungu uletao nini? Wokovu. Wokovu kwa kila aminiye. Kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Bwana asifiwe. Hatuna sababu ya kuogopa, kwa sababu yeye ametuambia, yeye atakayenionea aibu mbele ya watu, na mimi nitamuonea aibu mbele za Baba yangu na mbele za malaika. Kwa hiyo tunalazimika kuwaeleza watu wengine habari ya wokovu tulionao. Hebu nisomee Matendo ya Mitume sura ya 1 nadhani mstari wa 8. Unasemaje? Neno la Mungu linasema, lakini mtapokea nguvu. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu. Baada tu ya kupokea hiyo nguvu, lazima uwe mashahidi. Na katika Uyahudi wote. Na katika Uyahudi wote. Na Samaria. Na Samaria. Na hata mwisho wa nchi. Amen. Na hata mwisho wa nchi. Tunaelewana? Mara nyingi mtu akiwa na watumaji wengi huwa hafanyi kwa ufanisi. Tunaelewana? Yaani mtu akiwa na watumaji wengi huwa hafanyi kwa ufanisi. Yaani huyu anakuambia hebu nenda kaletee sigara. Huyu anakuambia kimbia haraka sana kalete maji hapo. Wewe unasema kama changamka haraka uingie huko ndani uniangalizie pale juu kuna kale kama mkoba kangu nataka niambie. Naweza wale. Kaniletee yale maembe yale yaliyoiva mawili yale. Yaani mtu mmoja anatumwa mara huku hawezi kufanya vizuri kwa ufanisi. Kwa hiyo hata sisi kimsingi Kristo ametutuma, ameweka wito kwenye maisha yetu. Kwa hiyo kiurahisi usimruhusu shetani na yeye akutume. Tumeelewana? Akikupa kazi mwambie nilishatumwa. Jibu dogo tu wala hatari na shida. Sasa nashangaa watu mnajifanya wakarimu. Huku Kristo umetumwa kwenye wokovu, umetumwa mambo ya kufanya. Bado shetani na yeye anakupa kazi tena unafanya. Mambo yanakuaje sasa? Wasukuma waliimba kawimbo kamoja wakasema hivi: okono ngambo, okono shitabo, okwemana nali nzira ya mwase. Watakatifu, msikubali kutumwa. Ukisha tumwa umetumwa. Mimi nimetumwa bwana. Sasa shetani ananituma tena kazi gani? Nilishakataa kwamba shatumwa bwana. Kwanza aliyenituma ni boss kuliko wewe. Hauna sifa ya kunituma sasa hivi. Labda mimi ndo nikutume. Sasa shida watu, Bwana Yesu amekutuma, boss kakutuma, alafu tena unatumwa na mtu mwingine tena. Na alivyo ajabu, shetani akikutuma uanze na yeye kwanza, alafu ndo utamalizia nao. Ndio shida ya watu sasa, unakuta maisha ni mara wokovu, mara nusu wokovu, mara nusu nini? Dhambi. Ingwa Mungu utomire ni ngwa shetani utomirwe. Ukakaja kororwa. Hebu nisomee Mathayo
28, anza na mstari wa 18 unasemaje? Mathayo 28 mstari wa 18. Anza na mstari wa 18 tuendelee. Neno la Mungu linasema, Yesu akaja kwao. Yesu akaja kwao. Akasema nao. Akawaambia. Nimepewa mamlaka yote. Nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Mbinguni na duniani. Endelea. Aliyepewa mamlaka alafu baadaye. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote. Yule aliyepewa mamlaka sasa mbinguni na wapi? Na duniani. Wakati shetani mamlaka yake yanaishia duniani tu. Mbinguni hafiki na hana eneo. Sasa aliyetutuma sisi amepewa mamlaka mbinguni na wapi? Na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote. Mimi nipo pamoja nanyi siku zote. Hata ukamilifu wa dahari. Hata ukamilifu wa dahari. Tumeelewa? Bahati nzuri aliyetutuma kufanya kazi kwenye wokovu, aliyetuambia kuhubiri wokovu, ameahidi kuwa pamoja nasi. Huyu ndiye anatutia moyo tunapoudhiwa. Unaelewa? Ndo anayetutia moyo tunapoudhiwa. Tunapiga magoti, tunamuomba, tunamwambia Mungu, napita kwenye changamoto zinanizuia kuendelea na huduma. Mungu anakulegezea. Umeelewa? Anakulegezea. Wanabaki kule pembeni wanakuzomea. Lakini wakati wanazomea wanayasikia maneno ya Mungu kutoka kwenye kinywa chako. Unajua kuna wakati tunapoyokoka, kwanza watu huchukua muda mrefu kuupokea wokovu wetu, kuuona. Bwana asifiwe. Na wengine, kuna baadhi ya watu hawawezi hata kutuamini kama tumeokoka. Ndio mzee Galela. Kuna wengine hawawezi kutuamini kama tumeokoka. Kwa hiyo hata tunapokuwa tunawaeleza wokovu tulionao, hawaamini kama tunaishi na huo wokovu. Wao wanatuangalia pengine kwa maisha ya kwanza tuliokuwa tunaishi. Unanielewa? Juzi nilienda kwenye msiba mmoja. Kwa mwanzoni mwa mwezi wa 3 nadhani. Ilikuwa mwanzoni mwa mwezi wa 3 nadhani. Nikaenda. Tulikuwa na baadhi ya watu wa Geita. Tulienda. Nilipofika nikakutana na mtu tumepotezana zamani, miaka ya nyuma. Na wakati tunaachana naye, tunapotezana, tulipotezana na yeye mimi nikiwa sijaokoka. Tukawa tumepotezana. Lakini wakati tunapotezana, kulikuwa na tukio hapo katikati ambalo lilikuwa limefanyika na lilikuwa halijaisha. Bwana asifiwe. Haleluya. Lilikuwa halijafanya nini? Halijaisha. Kwa nini? Wakati nimemaliza kucheza jeshi la akiba, mnaitaka Waswahili, nikakutana naye siku moja
akanidharau. Wanasemaka Waswahili ni tucha. Akanifanyia kejeli. Na huo muda kama nilivyosema hapo, ukitumwa kubali tukutumwa sehemu moja, usitumwe mara mbili. Kristo ametutuma kupeleka injili, inatosha. Usijiongezee tena na makazi mengine, utaleta tu changamoto za ajabu. Yeye alinidharau na akasimama barabarani, mimi ninaelekea hivi, yeye anaelekea hivi. Ikawa ninapotaka kupita hivi anaendako. Kitumo bakutangirira kabajingi. Bwana asifiwe. Kitumo bakutangirira kabajingi kurwenzi. Uruwaja kununu gwanango wacha. Ukienda kabisa kupita hivi na kwa anaendako. Mwisho nikakasirika. Nilichokifanya, nilikwambia siku ile kwamba sisi tulikuwa tunatembea, unapotembea barabarani unatembea umejiandaa, kwa sababu changamoto zilikuwa ni nyingi ambazo tulikuwa tumekwisha kuzitengeneza. Kwa hiyo nikajua tu huyu ni mmoja kati ya maadui wa grupu jingine ambalo ameamua, kwa sababu wakati mwingine anaweza akakusumbua mtu mmoja, kumbe wale wengine wamefanya nini? Wamejificha. Ili ukiamua tu kujikakamua wanatokezea. Sasa nikahisi huyu atakuwa ametumwa na wenzie watakuwa karibu. Kwa hiyo ili niwahi kutoka hapa lazima nijitetee. Kwa hiyo ikabidi nijitetee. Kuna namna ambayo unaweza ukakahamisha hako kagorori ka kwenye goti na ukamwacha amekaa. Ndicho nilichokifanya, nikakahamisha hako kagorori ka mguu mmoja kwa akakaa chini. Nikaondoka zangu nikaenda. Nikafanya nilivyokuwa nimetumwa, nikamaliza nikarudi. Baadaye nikaendelea na mambo yangu. Usiku nimerudi, kawaida ya kurudi nyumbani nilikuwa nikirudi saa 7 usiku. Nimerudi saa 7 usiku, naingia nyumbani mwangu nakuta mtu amelala kwenye kitanda changu. Kuna mgeni leo. Kuna mgeni leo hapa. Amekuja kulazwa kwangu wakati sipo. Kwanza kilichonishtua nilikuta kale kakufuri kangu kwenye mlango kamepasuliwa. Nasema kakufuri kamepasuliwa, nikajua hakuna mwingine wa kupasua kufuri, ni mzee tu ndio atakuwa amempasua. Naingia ndani nakutama mgeni. Anasema, mgeni vipi tena hapa? Kumchungulia hivi ndio yule jamaa ambaye nimetengua mguu kule. Kumbe alibebwa akaletwa wapi? Nyumbani. Nikajua hii tenda hii, nikaondoka. Hayo masaa ya 7 nikaondoka. Nikaenda kwenye channel zingine za kwenda kuishi. Tumekutana sasa kwenye msiba. Tumeachana kwenye hao maisha. Wakati tunasalimiana, wakaja watu kama 3 hivi wa Geita ambao pia walikuwa wameenda kwenye huo msiba. Wakafika, alikuwa mzee Nyasi. Na walikuwa kama na mzee nani yule mwenye mashine yule. Wakafika pale bwana, wananiita mchungaji. Bwana asifiwe. Jamaa nikaona kichwa kinasikiliza vizuri. Anaitwa mchungaji. Nikasalimiana na wale wazee. Ukamaliza kusalimiana hapo, ananiulizaje, ulishakuwa mchungaji wewe? Anauliza, ulishakuwa mchungaji wewe? Nikamwambia ndio, nishakuwa mchungaji.
tena muda mrefu, nina miaka 20 na kitu sasa. Niko kwenye hiyo huduma muda mrefu sasa hivi, niko gate kwa sasa. Yaani hakuamini kama ninachokieleza au alichokisikia ni cha kweli. Ikabidi aite mtu mwingine mwenyeji wake. Bahati nzuri akapita mmoja kati ya wanafamilia ambao tumeenda kuwafariji. Unaona? Na yeye alivyoniona akaniita mchungaji, tuliho. Yaani akashangaa sana. Baadaye nilipata muda tukakaa naye kuzungumza na yeye. Lakini muda wote ambao tumekaa na yeye tunazungumza na kumueleza, kukumbusha sasa maisha yao ya zamani huwa yana nafasi yake, tunakumbushana na nene. Lakini mpaka tunaachana na yeye haamini kama mimi ni mchungaji. Kwa hiyo kuna wakati, kuna watu hata ungefanyaje hawawezi kuamini kama una wokovu. Huyu mtu wakati unamhubiri ataendelea tu kukudhihaki na kukudharau. Hata Paulo alipata kazi sana kuwahubiri Wayahudi wenzie, na ndio walikuwa wakimfanyia fujo kila eneo alilokuwa anaenda kuhubiri. Ndio waliojiorganize wakawaambia na watu wengine, akamwambia anawadanganya tu huyu. Sasa alikujaka hapa mtu mmoja anaitwa Pawa Mangwana, alishakuwa mhubiri. Mimi mwenyewe tu sikuamini kama ameokoka. Bwana asifiwe. Yaani watu sio rahisi. Sio kila mtu anaweza kuamini kwamba umefanya nini? Umeokoka. Kwa sababu kwanza siku hizi kuna watu wengi tu wanaojifanya wameokoka, anakuja kwako kama kukuhubiri kumbe anachora ramani ya kukuiba. Mtu anakueleza na wala anakuja tupo amebeba na kabibilia kadogo, kumbe njingido. Sasa haya mazingira ya namna hamna hiyo issue. Unakuta mtu anafanya na tiba ya kuja kumwombea mkeo nyumbani kashihe. Kuna namna ya vitu ambavyo vinakuwepo, lakini kimsingi ni kwamba ni lazima tuwaambie watu wengine habari ya wokovu tulionao. Hata wasipokubali, hata wakikataa, lakini tuwaambie habari za nini? Za wokovu tulionao, kwamba tumeokoka. Na huyu Yesu anawahitaji watu wote, tuwaeleze. Wakati mwingine kuhubiri wokovu una gharama. Ndio maana unaona akina Eda wanachangisha, wanatafuta hela milioni 6. Inatosha kujenga suropu na ukaishi. Unaweza ukanunua kiwanja. Ukienda mnadhani unakuja na ng'ombe wengi tu. Lakini wanachangisha milioni 6 na kitu. Wanaibeba hiyo hela. Wanaenda na wanaporudi wakati mwingine wameamini watu 3, 6. Milioni 6 itagene ya shila. Kwa nini tunatumia milioni 6 kuwaambia watu juu ya wokovu tulionao? Tuwaambie ndivyo wokovu unavyotutaka. Sasa hivi Eda anataka gari. Yaani kantogira kanimururi haha. Zura nera. Kantogire haha kanimururu alibona gure gari yakwe. Ili akiamua kwenda mahali asiwe na haraka. Akika ashohogete ikoje. Yaani akae mahali hakikisha kila anacho nia yake alionayo moyoni iwafikie wale watu wanaowataka. Yaani asiwe na kitu kinachomsukuma kwamba muda umeisha bwana turudi. Hapana. Kwa nini?
anawaeleza watu habari ya wokovu alionao, watu wauone, wafahamu. Kwa hiyo watakatifu, moja ya maisha baada ya wokovu ni kuwaambia watu wengine juu ya huo wokovu ulionao. Kinachotuzuia kuwaeleza watu wokovu tulionao, watakatifu, tumetumwa mara mbili. Shetani amekupa kazi, Yesu amekupa kazi. Kaswahili kamoja kaliimba, changanya 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 changanya, Yesu hapendi changanya. Hiyo ni vitu ambavyo vinamkela Mungu, vinampa shida sana, kichefuchefu. Yaani huku unasimama unahubiri, unawaambia watu waamini Yesu, Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anafanya nini. Ukimaliza hapo, basi nisubiri kidogo, baada ya madakika 20 ngoja subiri atoke huyo mjinga wa mwanaume na kuja. Yaani kwenye wokovu umetumwa, ukungwa shetani ni huko utumirwe. Haiwezekani. Hapana. 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 Bwana asifiwe. Hapana. Hata Magufuli aliwapunguziaga wana CCM wenye vyeo vingi. Mara siji mwenyekiti wa UVVC, mara siji mwenyekiti wa wazazi, mara siji nani wa nini. Yaani unakuta mnaita kikao, mtu mmoja na wajumbe 6. Mtu huyu yule mere Magufuli chaneli kacha wangu akakataa, sema wewe, ina maana hakuna watu wengine wa kuwakilisha hizo nafasi zingine. Wakilisha moja au mbili zinakutosha, zingine waachie na wengine. Hasa sisi tunapenda sana, tunakuwa watu wapore, si wakarimu. Kila unayekutana naye anakutuma, unakubali. Unayekutana naye tunatumwa, unakubali. Ukitumwa kwenda ba, unaenda. Si hata maisha na kwa. Ukitumwa kwenda Bamsi, unaenda. Hapana. Naomba nikukumbushe kwamba tunaishi kwenye maisha ya wokovu. Moja ya maisha ya wokovu ni kuwaambia watu wengine juu ya habari ya wokovu tulionao. Na ndio maana tunalazimika watoto tunaowazaa tunawaeleza wokovu sisi tulio nao, waishi wakijua tuna wokovu sisi kwenye maisha yetu. Majirani wanaotuzunguka tunawaeleza kwamba tuna nini? Kuna wokovu, naishi kwenye haya maisha. Mtu anasafiri kutoka Amerika kuja mpaka Afrika kuja kuwaeleza watu juu ya wokovu alio nao. Mtu anasafiri kutoka bara moja kwenda bara jingine, anavuka mabara kadhaa kwenda kuwaambia watu juu ya habari ya nini? Ya wokovu. Haupaswi kutulia. Soma nalo. Haupaswi kutulia. Kuna kuwemo na kanani huu moyoni kanawaka kama moto. Kamo kanakuwa kanawaka nusu. Yaani unataka, yaani najisikia na kama ninaona. Ndio maana Paulo akwambia, jamani, ninayahesabu mambo yote kuwa kama mavi kwa sababu ya kujua uzuri wa nani? Wa Kristo. Na anasema hivi, kufa nifanya nini? Ni faida. Unaona? Halafu kuishi ni nani? Ni Kristo. Nikutie moyo baba, mama, ikiwa kweli maisha yako yana wokovu, ukubali wito wa Kristo wa kutangaza wokovu. Na kama umejiingiza tu, hauna wokovu kwenye maisha yako, una haki ya kufanya kazi zote. Utafanya dhambi na kanisani utakuja. Na wakati mwingine ukipata nafasi nzuri, hata kanisani utafanyia dhambi, maana wenye sura yako kanisani wapo. Maana baada ya mbegu ambazo Kristo alizipanda, shetani naye alipanda mbegu za kufanana vile vile. Ni wapore,
ni wanyenyekevu, ni wakarimu, lakini mioyo yao haina wazo lolote linalohusiana na Mungu, linahusiana na vitu vingine. Ndio maana ufika mahali Paulo, Yesu anawaambia kwamba enyi uzao wa nyoka, nitakaa na ninyi mpaka lini? Tavumiliana ninyi mpaka lini? Kubalini kumwambia mtu habari ya maisha ya wokovu tulio nayo. Paulo anafika mahali anaongea na Wakorinto. Wakorinto walikuwa ni watu wa ajabu sana. Mji wa Korinto ulitawaliwa na vitu vingi. Kwanza walikuwa wanaabudu miungu mingi sana. Na kulikuwa, unajua sisi huku kwetu afadhali sana, miungu ya kike ni wachache. Wenzetu weupa wanaojifanya walisomaga mapema, yaani tena mungu wa zinaa nafikiri ndiye aliyekuwa na maksi nyingi kwao. Kwa hiyo walikuwa ni watu ambao wanaishi maisha ya zinaa isiyo kawaida. Ndio maana unamuona kwenye Korinto ya kwanza pale anazungumzia ile sura ya 5, anazungumzia kwamba mtu anazini mpaka na mke wa baba yake, na bado yumo wapi? Kanisani. Naambia kwenu, nasikia kwenu kuna zinaa, tena zinaa mbaya, na mnaifanyia kanisani. Mtu wa namna hiyo mnamkubalia wa nini? Hapana, anatakiwa afukuzwe, tupilia mbali, huyo atakiwa kukaa hapo. Mwisho akafika mahali akawaambia, nifuateni mimi kama mimi ninavyomfuata nani? Kristo. Waache watu wakae nyuma yako, wakuone unavyoenda. Wasikae pembeni, wakae nyuma yako. Unakopita na wao wanapita. Wanafuata nini? Nyayo zako. Na wanapokutazama hawakomei kukuona wewe, wanamuona Kristo ambaye ndiye ametengeneza wokovu kwenye maisha yako. Kwa tuna wajibu mchana na usiku, majirani, ndugu na jamaa, mke, mume, anapaswa ahubiriwe habari za nani? Za wokovu. Wakati mwingine watu tulionao karibu huwa hawawezi kukubaliana na maisha yetu ya wokovu mara nyingi sana. Na hata wakati unahubiri unaweza kukuta mtu wa karibu na wewe anabeza anapokusikia. Ukimsimamisha hapa Eda anahubiri, halafu kawaleta ndugu zake, sio wote watamsikiliza. Wengine kwamba Mungu huyo akakoire. Uiraka keteni yule, lakini abiyo bali kunyodoge garila. Okanti hangi na wokovu na nari. Bebe nuru satamu uruwanja kuimba mapambele uri murahene etinire hako malalu ruketu bebe. Lakini ni lazima watu waujue wokovu tulio nao kwa kuwaambia, kwa kuwatangazia, na wayaone maisha tunayoyaishi yanauonyesha huo wokovu ambao Kristo ametupatia. Tusimame. Watakatifu, tutaendelea kuombea kazi zetu za mikono, lakini tuna wagonjwa kwenye familia zetu. Tutamwambia Mungu atutendee, na tutahitaji pia kupata nafasi nzuri ya kumshukuru Mungu kwa yale ambayo Mungu anaendelea kututendea. Tuwaombee watoto wetu walioko mashuleni, wengine wanaenda na kurudi na wengine wako kule boarding. Mungu aweze kuwasimamia, na tuombee maendeleo na shughuli za kanisa. Tunakutukuza Mungu kwa upendo wako mkubwa. Wewe umeendelea kuwa Mungu nyakati zote. Hata wakati unawaeleza Wayahudi hawakukuamini kama wewe ni Masihi, waliendelea kukubeza na kukudharau. Hata wakati mwingine walilazimika kukupiga na kukuua. Lakini kwa kuwa muda wako ulikuwa bado,
hawakufanikiwa, na baadaye muda ulipokamilika waliweka adhima yao chini ya uongozi wa Shetani, wakafaulu kukuua. Lakini wakati wanakuua walikuwa wanatimiza lengo na kusudi la Mungu la wewe ufe ili sisi tupate uzima kupitia mauti yako. Na baada ya sisi kupona kupitia mauti yako, ulitupa wajibu wa kuutangaza wokovu tulio nao kwa watu wengine. Hatupaswi kukaa kimya, hatupaswi kunyamaza, sio siri. Hatupaswi kuionea haya Injili, maana ni uweza unaoleta wokovu. Tusaidie kushirikiana kwa pamoja kama kanisa, kutembea pamoja na kufanya swala la kuhubiri Injili. Na hata sasa tunajiandaa kupata nafasi ya kupeleka Injili katika sehemu mbalimbali kwa mwaka huu tulio nao. Miezi ijayo tutapata nafasi hiyo, tukawaambie watu na muda wote na majira yote. Mungu unapotupatia muda, Mungu unapotupatia nafasi, Mungu unapotupatia watu, tunawaeleza juu ya msamaha wa dhambi, tunawaeleza juu ya upendo wako Mungu, ili waiache dhambi wakuelekee Mungu, ili waache shetani wakuelekee Bwana, wakaishi maisha yenye tumaini, maisha yenye faraja, maisha yenye wokovu, maisha yenye subira machoni pako. Bwana Yesu, tunakupenda. Ni kweli tunaudhiwa, tunaumizwa, tunadharauliwa, tunateswa, tunafanyiwa vibaya, lakini Mungu unasimama katikati yetu, miongoni mwetu, maishani mwetu, nasi tunauona wokovu wako. Baba, asante kwa kuwa unatupenda, unatulinda na unatusimamia. Ninakufahamu Mungu wa Israeli, Mungu unayeishi milele, Mungu unayetutawala, Mungu unayetutunza. Ninapenda kuona nguvu yako ikisimama katikati ya maisha yetu. Bwana Yesu, tulinde na utuongoze. Tunakupenda sana Bwana. Wewe ni Mungu katika maisha yetu. Kwenye familia zetu tuna wagonjwa wanahitaji kuponywa kwa damu yako ya thamani. Bwana, wakati tunaueleza wokovu, umetupa nafasi na mamlaka ya kupoza wagonjwa, kufukuza mapepo na kupoza, kusimama kinyume na vile ambavyo viko vinawasumbua watakatifu wako. Nenda ukawaponye kwa huduma wanazozipata. Bwana Yesu, wengine wana misiba, wanahitaji faraja kutoka kwako. Baba, ukajifunue na kujionyesha kwao. Lakini pia Mungu wa mbinguni, tunaona namna ambavyo wewe unafahamu thamani zetu. Tunaomba kwa ajili ya wanafunzi mashuleni. Wapo wanaoondoka asubuhi na jioni kila siku, lakini kuna wale wanaoishi shuleni. Baba, ninaomba neema yako na baraka zako zikasimame na kuonekana katikati ya maisha yetu. Kristo, ukatusaidie. Kristo, ukasimame miongoni mwetu. Kristo, ukawe pamoja na sisi katika maisha haya. Ninakupenda, ninakuhitaji, na ninajua makusudi na matamanio yetu makubwa kwamba watoto hawa utawalinda na utawahifadhi mashuleni na walimu wao, na Bwana watakuwa katika malezi bora yanayokujua wewe Mungu. Bwana Yesu, ninakupenda na ninakuhitaji uonekane katikati ya maisha yetu. Asante kwa baraka zako na nguvu zako nyingi zinazoonekana kwetu. Ninakukaribisha Roho Mtakatifu. Baba, ukasimame katikati na miongoni mwetu, nawe ukayaone yale ambayo Mungu yanastahili kuwepo kwa ajili ya maisha haya. Ninalitukuza jina lako, ninakuheshimu, nikijua ya kwamba Mungu utaendelea kuwa pamoja na sisi katika maisha haya. Bwana Yesu, tunakutukuza sana, nasi tunakubaliana na wewe.
Asante kwa ajili ya kanisa lako. Bwana, utaendelea kulitunza na kulipa neema katika shughuli zake za maendeleo na maisha yake ya kiokovu. Bwana, wataendelea kusimama na kuhimizana. Tunaomba kwa ajili ya kazi zetu za mikono. Bwana Yesu, nenda uzibariki, nenda uzisimamie, tukafanikiwa kufikia malengo yanayostahili kuwepo. Wengine tuna madeni, tunahitaji kuyalipa, tusiendelee kudaiwa. Tufungulie milango na fursa ili tuyamalize na tuendelee kufanya vizuri machoni pako. Mungu, jihusishe na kilimo, jihusishe na ufugaji, jihusishe na huduma mbalimbali tunazozitenda machoni pako, ili baraka zako ziendelee kuwa pamoja na sisi katika maisha yetu ya kila siku. Endelea kutupatia muda wa asubuhi kuomba, na Bwana ukaendelee kuwa pamoja na sisi. Tunakupenda sana Bwana Yesu kwa kutupa nafasi hiyo, katika jina la Yesu Kristo mwokozi wa maisha yetu, amen. Tushiriki neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele, amen. Bwana akubarikie wewe na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, akuinulie nuru za uso wake na kukupa amani, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen.